Nimekusalimia katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Kristo apewe sifa. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele yako. Hii ni adhuhuri ingine. Ninatubu dhambi zangu Baba wa mbinguni mbele yako. Na ninakukaribisha katika hii kikao Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Na maana umetuelezea katika neno lako tukiomba ama tuamini ama tuitishe chochote kupitia Kristo mwanao utatupa. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba kibali mbele yako, niingie, nitumie. Nimenyenyekea. Tumia ulimi wangu Baba, nitumie kama chombo, tuniwe kama speaker. Jina lako Kristo litukuzwe. Hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa. Nipe ujumbe na nitasema kama ilivyo mapenzi yako. Pokea sifa Mwana wa Mungu. Pokea utukufu. Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Nena kupitia ulimi wangu. Bariki huyu ambaye ananisikiza, na namweka katika mikono yako. Nambarikisha, nafungua masikio haya katika jina la Yesu Kristo. Bariki wote duniani Mwenyezi Mungu ambao atafungua hii video inayoodhiadha. Nitumie tu Mwenyezi Mungu. Sijaandaa chochote, na kama nimeandaa, hayo ni mapenzi yangu Mwenyezi Mungu, lakini mapenzi yako yatimie. Na ufunua mdomo wangu utumie. Tumia ulimi wangu kama ilivyo mapenzi yako. I surrender and I cover myself with the blood of Jesus. Satan, you have no authority within. Kilomita mzima na kusukuma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, my sister, God bless you. Ni siku ingine jema nimekuja mbele yako. Nimepewa kibali na huyu Mwana wa Mungu nikunenee mawili matatu. Na niseme hivi: kama umeokoka, kaa maisha matakatifu ili muelewane na Kristo. Maana Mwana wa Mungu ambaye ameniokoa na ambaye unamwamini amekuokoa, Mungu ni moja, lakini kuna miungu tofauti. Maana Biblia ama neno la Mwenyezi Mungu nasema siku za mwisho kutakuwa na hili na haya. Watu watakuwa wenye hekima, watu watakuwa wenye kujipenda, watu watakuwa wenye kupenda maisha haya ambayo tunayaishi, watu watakuwa wanapenda anasa. Hii ni mambo ambayo tunayapitia siku ya leo. Watu watakuwa wanapenda kujiburudisha. Na hii ni kitu imeonekana miongoni mwetu, na ninashangaa sana, maana watu wengi hawapendi kumfuata Kristo. Na niseme, ukisimama vizuri kwa Kristo, hakika naye atasimama pamoja na wewe. Na maana Biblia atuelezea tukitoka, atufuata na ishara na miujiza nyuma yetu. So the moment you decide Yesu Kristo awe ndiye msaada wako, the moment you decide Yesu Kristo, Mungu awe ndiye kila kitu ambayo unakihitaji, na for sure na yeye atakuwa katika maisha yako. Atajidhihirisha katika matendo, atajidhihirisha katika miujiza, atajionyesha kupitia wewe. Bora tu ukae maisha matakatifu. Na on the other hand, hata naye Mwenyezi Mungu anajua sisi ni viumbe dhaifu. Mwenyezi Mungu doesn't expect from us 100%, but at least from 80 to 100, at least from 80, 90 hapo. Maana sometimes utapata huyu ni Petro ambaye alikasirika ama akamkana Kristo mara kadhaa, na alikuwa katika orodha ya foundation ya neno la Mwenyezi Mungu. So usijidharau, useme haiwezekani. Na niseme hii, pendeni kutembea na Kristo. Mtakula mema ya mbinguni mkiwa duniani, kama wana Israeli vile walikuwa wanapewa chakula kutoka mbinguni na Mwenyezi Mungu, wakapewa maana na wakapewa hizi quails ama ndege ambazo walikuwa wanakula wakati wa njaa. Wakati huu naye Kristo ako miongoni mwetu. Na mjue wakati wa mwisho ndio huu. Na nikisema hii, sikuambii hivyo ili nikuweke uoga.
Lakini the truth of the matter is this. Hebu niwaulize. Leo hii kukitokea tetemeko la ardhi, ukiwa mahali wewe huko kutokea tetemeko la ardhi, uoga wako utakuwa kiwango gani? Utakuwa na huo ujasiri wa kusema hili jambo litapita na liondoke? Nilijionea wakati wa El Nino. Unapata wakati wa El Nino ilikuwa inanyesha mvua mpaka mahali huko unaogopa, unauliza gai, kwani Mwenyezi Mungu anataka kuimaliza dunia ama imekuwa namna gani? Wakati uko katika hali ya hatari katika maisha yako, huwa unamgeukia nani? Wakati uko katika hali ya hatari katika maisha yako, huwa unamgeukia nani? Juu nimejionea kama wakati mwingine hapa kukiwa na mvua inanyesha mpaka unaona wingu linakaribia, yaani mpaka unaogopa. Ukiona vile iko unaogopa. Kunatokea wakati mwingine, kunatokea mambo ambayo inatusababisha tustuke, ama tumemaka kustuka sana. Ukistuka sana, tumaini lako linakuaga ni nini? Maana uoga wa mwili huu ukikushika, tumaini lako linakuaga ni nini? Maana sometimes kunatokea mambo mpaka tunaona hapa si mchezo. Nilikanisha kama wakati kulikuwa na vita ya kikabila hapa nchini Kenya. Once nilikuwa Rift Valley. Yaani kunatokea upande wote vita, upande huu vita, upande huu vita, upande huu. Wakati huko katika hatari, tegemeo lako ni lipi? Wakati huko katika nyakati ambazo unaogopa, tegemeo lako linakuanga ni lipi? Juu ama hapa juzi nimeona hii kitu mara mbili. Ninaingia kwa hoteli na saa hiyo nimefuatwa na watu nyuma na gari na sijui. Sasa nikiwa kwa hoteli ninakunywa chai, unasikia katika ile hoteli mtu mmoja anasema, "Huyu hamjui." Wako kwa meza tofauti pale wanasema, "Dungu, yule wa mali." Saa hiyo nimejaza mali kwa gari, kuna mahali ninapeleka. Na ghafla wanaanza kudiscuss asifu sio mimi wanadiscuss. "Huyu si ni yule Dungu wa mali." Sasa nilipiduka nikawaangalia na wakajifanya asifu hawaongei kunihusu. Na baada ya muda, juu ilikuwa tumeenda kukunywa chai tu, niliingia tu mahali kwa barabara tu, nikaingia kwa hoteli fulani nikunywe chai. Na baada ya dhati ama dakika kama 10, juu nilitisha chai na ndazi. Ile chai ambayo nililetewa, kuoja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nikikaa kama dakika 5 nikukunywa na ile posi, sina haraka, nikashikwa na usingizi mwingine ambao ulikuwa unasababisha niagushe mpaka funguo nilikuwa nimezishika. Unajua ile kitu nimeshika, nilikuwa na simu kwa mkono na nilikuwa na funguo upande huu mwingine, zinaanguka chini bila mimi kujisikia. Na katika hiyo commotion ya huo usingizi, ninanenewa na Kristo ananiambia, "Unajua uko katika hatari. What should I do?" Kristo ambaye amezidi usingizi ambao unaweza kuwa naye umewekewa kitu fulani kwa chai. Na maana ni mahali nilikuwa nimezoea kuingia kwa hiyo hoteli nikienda na nikirudi. Sasa wakati Kristo ananinenea ananiambia, "Hiyo chai ambayo unakunywa already umewekewa dawa, inatakikana ulale ili washukue funguo za gari, na juu hii hoteli juu kuna bar. Itasemekana huyu mzee alikuja akakiwa amrefi ni kulala tu amelala kwa mesa. Sasa saa ile umewekewa chai hiyo dawa, inatakikana ulale kwa hapo ili washukue funguo zako na waende na gari. Kitambo ujisikie wameenda bali." Sasa ikawa ni kitu inafanyika katika ile sehemu. Sitaki kusema ni wapi. Nilienda mara ya kwanza nikawekewa chai. Na ikawa imewekwa dawa hiyo ya kulala. Nikienda tu kushikwa na ule usingizi, nimefikisha glasi nusu, Kristo ananinenea ananielezea, "Dongo, unajua hiyo chai unakunywa imewekwa dawa ili ulale hii gari yako iende, ikiwa imejaa hiyo mzigo iko ndani." Sasa
Tukisemezana na Kristo, ninamuuliza nifanye nini? Inuka, nikupatie nguvu, na nimekupea nguvu zaidi ya dawa ambayo umewekewa. Ninastuka, ninainuka, natoa pesa kwa mfuko. Hiyo chai na dazi inakuwa nisijui ilikuwa nalipa kitu 70 hivi. Natoa naiwekelea kwa mesa, ninaenda ninaingia kwa gari, na saa hiyo nimeingia kwa gari, Kristo ananifuata, ananielezea, ukiwa ndani ya gari sasa, juu already ulikuwa umepewa dawa, funga vioo, kaa hapo ndani ya gari. Hiyo usingizi ambao amekuwekea dawa ni kama ya 35 minutes, alafu uamuke iishe. Being on the safe side ni wakati uko na Kristo. Being on the safe side ni wakati uko na mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. You will never lose. Ananinenea, ananiambia, si unasikia? Already nikiamuka, simu imeanguka kwa meza juu nilikuwa ninakunywa chai hiyo. Funguo zile nilikuwa nazo hata haziko mikononi. Walikuwa wamegojea tu kama dakika 5 nishikwe na usingizi vizuri, wahakishe gari yangu vizuri waende nayo. Being on the safe side, it is when you have Christ in you. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza. Na juu sisi wanadamu hatusikiagi haraka, kuna mengine Mwenyezi Mungu anaashiria ya uyapate, ili uamini kabisa ni yeye, si mchezo. Kwa hiyo hoteli nikarudi tena baada ya muda kadhaa, na nikaingia tena nikawekewa chai, na yule ambaye huwa ananisafu akakuja yeye. Safari hii sikukunywa, maana yule aliniletea nikahisi. Nikauliza Kristo, what next? Akaniambia, ngoja nikuonyeshe kitu moja. Kuna waizi area hii, ninataka niwaangamize. Na ile kuangamiza, ninawaangamiza, lazima muwe na contact na wao. Nilipoketi kwa ile hoteli, nikaletewa glasi ya chai. Huwa ninapenda chai normal, ile ya kuweka majani kwa hiyo maji ambayo wako na maziwa, unakoroga na sukari, sio ile imetengenezwa. Nikaletewa chai. Hata kabla sijakunywa, Kristo akanijulisha haijawekwa kitu. Lakini wale ambao huwa wanaibia watu wako within. What next? Being on the safe side ni wakati uko upande wa Kristo, Kristo akiwa upande wako. Na maana Kristo ndiye mkuu, sisi ndiye tunaenda kumtafuta ili atulinde. Nikawekewa chai na nikatewa dazi na nikakula na nikamaliza. Sasa angalia hii, wakati wa kutoka kwa mlango, nimelipa, nimesimama. Kusimama tu kwa mlango ili nitoke nje, kuna mahali kuna kakao karibu na barabara. Kristo akaninenea nikiwa kwa mlango, Ephraim tu, ili niende nitoke nje. Akaniambia, dongo, simama, usiende, simama kidogo. Nikasimama kwa mlango. Sasa nikitoka, Kristo akanielezea, unaona huyu jamaa ambaye unamuona karibu na gari yako anaongea na simu, ni mwizi, na anataka ufinye remote mlango ifunguke ili afungue mlango. Ili akiufungua hutaweza kurock, na wako na wengine wako within. There are two. Kuna mmoja ako kado, sikuwa ninamuona, alikuwa amejificha tu na gari nyingine hapo. Sasa ninakuwa addressed by our Redeemer Jesus Christ, who nimesimama kwa mlango na nimeshika simu. Sasa hapa wakati Kristo ananinenea, niko na simu kwa mkono, nilikuwa nimeingia YouTube, ikawa study still. Sasa Kristo ananinenea nikiwa nimeangalia simu, na ananiaddress kuhusu mtu ambaye ako mbele yangu. Nilikuwa nimepaki gari ikiwa inaelekeza uso wake kwa barabara. Kuna a space kama ya mita kama 10 hivi kutoka mahali niko na mahali gari iko. Sasa akaniambia, huyu jamaa unaona ameshika simu anaongea karibu na gari yako, amesimama kwa mlango upande wa kushoto, ni mwizi. Anagojea ufinye remote afungue mlango. Akifungua ataingia ndani na ako na gani. Sasa na Kristo akanielezea mahali tu huko kuna mwingine ambaye ako na bunduki. Yule akifungua mlango, huyu mwingine naye atakuja direct kwako akuonyeshe gani, akwambie twende. Nikamuuliza nifanye nini?
akaniambia hold on, simama tu mahali huko usiende. I like this, kuwa upande wa Kristo. Na maana Kristo sio yeye anakuja, Kristo anagonga moyoni mwetu tumfungulie. I like this. Akaniambia hold on, usiende, simama tu hapo. Yule jamaa akaongea na simu, ikamalizika kama dakika 1, dakika 2, dakika 3. Anaongea tu na simu akiwa karibu tu. Ako kwa gari upande wa kushoto, na ako kwa mlango ya nyuma, mahali ya tu nikifinya tu remote anaifungua. Nikaelezwa usitoke tu, simama tu hapo. Walikuwa watatu. Mwenyezi Mungu na utakula mema ya dunia. Napendaka wakati tuko katika sehemu kama hiyo, maana huwa ninaona ukuu wa Mungu mpaka sometimes ninaanza kucheka nikiwa peke yangu. Sasa standing still, niko kwa simu hapa. Wale ambao wako ndani ya hoteli kadhaa wanajua hii game vile inaendelea. Hapa kuna huyu jamaa na kuna mwingine alikuwa kakaoshi, alikuwa grupu hii. Well, nikasimama kulingana na vile ninapewa instruction na Roho Mtakatifu, Kristo within. Baada ya dakika kama 3 akaniambia sasa mambo imeisha. Maana yule ambaye yako kwa gari already amejua unajua. Alipiduka, tukaangaliana na macho, haongei na siongei. Now nikiwa nimemwangalia, nikaona mahali ameelekeza macho yake. Kulikuwa na gari katikati yangu na mwingine alikuwa amejificha. Nikaona mahali anaelekeza macho yake. Naye Kristo akaniambia songa mbele kidogo, ukaribie yule ambaye yako kwa gari yako. Nikasonga, naye yule akawa already amejua, alisoma. Ninamjua. Juu tunaangaliana, haongei, lakini kuna mahali ninaona anaangalia. Between me na gari ingine kulikuwa na gari mahali kulikuwa mtu amesimama. Sasa walikuwa ana communicate na macho. Wakati ule anaangalia huyo mwingine wako naye juu simuoni. Naye Kristo ananielezea wako na mwingine. Na huyo mwingine ndiye alikuwa ana target. Mlango ikifunguliwa, yule aingie ndani, huyu naye angekuja direct kwako akutolee gani akuelezee twende kwa gari. Nikamuuliza nifanye nini? Akaniambia sasa communication ya yule mtu ambaye ako kwa mlango na huyu mwingine amejificha break down. Break down ule ni kuwekwa uoga. Akawa ananiangalia, tukaangaliana. Ikabidi aondoke karibu na gari yangu, nikasonga. Sasa niliingia katikati yake na katikati ya huyu mwingine amejificha na gari hapa. Kuingia tu katikati yao, maana magari zingine zimepakiwa ni kama kajia iko katikati. Moja ziko upande wa right, zingine upande wa left. Yangu ilikuwa upande wa left. Hapa kuna kasehemu ambayo ni lazima nirudi nyuma nitokee. Nilipoingia katika hii kase area, ndio nikapata kuona huyu jamaa mwingine ako na pickup, amewekelea mikono juu ya pickup nyuma, amejificha ili target ilikuwa yule afungue mlango. Mimi nikienda kutoroka anikujie na gari aniambie twende kwa gari. Nikauliza Kristo nifanye nini? Akaniambia break communication between those two people. Maana yule watatu ndiye anaitana ili ukuje uwe attacked. Kumeingia mtu kujeni. Pick up hii walikuwa nao ni yao. Nikauliza nifanye nini? Usiogope. Huyu mwenye kusimama kwa mlango already ameshoka na akaondoka akavuka upande huu, tukapitana na yeye hapa, akasunguka mahali nilikuwa kwa mlango ya gari, akaingia kwa hii pickup yao. Alifungua mlango na akaingia. Tukiwa tumekaa mwenye kaosh kijana akakuja akiwa amesema, "Mmesahau na change yenu." Wana communicate. Nikauliza Mungu nifanye nini? Usiogope, enda kwa gari. Ili Mwenyezi Mungu akudhibitishie. Nilienda. Huyu ambaye alikuwa amekaa nyuma ya pickup hajaamini huyu mwingine amewashana na deal. Anasema lazima iwe. Nikaruhusiwa na Kristo niende mpaka kwa mlango ya gari yangu upande wa right. Na nikafinya remote. Gari ikalia ikafunguka. Lakini dakika ya kwenda kuangalia kasehemu ya kufungua kufungua mlango, kuangalia mlango, nimefinya remote kuangalia mlango ili ni ufungue. Nikafikiria kabla sijafungua huu mlango, niangalie yule jamaa ambaye alikuwa nyuma ya pickup. Hiyo dakika, hiyo second,
kufinya remote na kwenda kuangalia ili nifungue. Nikasema no, nisifungue kwanza, niangalie huyu jamaa. Alikuwa ameruka kama hatua 1, 2, 3, ameruka zile hatua kubwa. Sasa yeye anakuja nyuma ya gari yangu ili nikifungua wakati wa kuingia ndani, na yeye afungue boot waniweze. Nilipomwangalia nikaona vile ameruka hatua 2, 3 kubwa. Tukaangaliana na nikamwangalia, nikaona sasa hapa mahali niko, yule mmoja amewashana na mimi, sasa tuko na huyu mmoja hajaamini, na huyu mmoja ndiye yako na gani huyu sasa. Hata yule yako naye lakini hajatoa. Huyu yake hana shida, ako. Tukaangaliana macho. Nilipomwangalia direct, ako kama futi 5 kutoka mahali niko. No, futi kama 7 hivi 8. Tukaangaliana macho. Akaona hawezi. Akageuka angalie yule mwingine. Alipoangalia yule mwingine ambaye already ameingia kwa gari, ako kwa mlango ya gari, ametuangalia akiwa amefungua mlango. Akamuonyesha na ishara tuashane na hiyo deal. Waliondoka, wakaingia kwa hiyo gari. Mwenye kaoshi akalete sijui shade sijui nini, wakawa wananiangalia. Hapo Kristo akanipea ruhusa, akaniambia mambo imeisha, ingia. Na hii hoteli, usiwe unaingia kwa hizi barabara, hoteli unaona kwa barabara hofyo, usiwe unaingia. Washa iwe ya mwisho. Niliingia, nikaakisha gari, nikaweka gear ya reverse. Sasa nikatokea vizuri reverse, nikaikata, nikafungua kioo upande wa kushoto tukiwa tunatoshana. Sasa unajua nilirudi nyuma mahali walikuwa wameweka gari yao, nikarudi upande wa right wangu ili nitokee tuona gari yangu na yao iligana vizuri. Wakati nilirudi nyuma sasa, nikarudi upande wangu wa nini wa right, nikarudi gari kutoshana na ile mahali walikuwa wamesimama, nikafungua kioo, nikawaambia hamwezi, nikaifunga na nikaondoka. Wakati wa danger, ukitaka mwokozi ya kuokoe, uwe umekaa vizuri atakuokoa. Siku hiyo ilikuwa siku wanishike mateka, siwajui, lakini baada ya muda kama mwezi mzima, huyu jamaa huyu ambaye alikuwa na gani kwa pick up pale, tulipatana na yeye mahali fulani town nikinunua vitu. Akanipata kwa hiyo duka na tukaangaliana, akawa anatingiza kichwa tu vile alikuwa anafanya pale. Na hatukuongea, lakini the moment aliniangalia tukiwa kwa duka, nilinunua nikiwa ninamwangalia na nikimuonyesha ninajua ni wewe. Hawa Mwenyezi Mungu kabla hajafanya kitu kwa watu ambao ni wabaya, lazima ahusishe mmoja ambaye anakaa maisha matakatifu kumaliza a certain problem ama watu ambao hawakai vizuri. Hiyo ilikuwa ni wakati wao wa mwisho. Sisemi waliuawa, lakini wakawa wamefuatwa sana na polisi, na hiyo kazi walikuwa wanaifanya wakajificha na wakatoroka juu walikuwa already wamejulikana. Kazi yao ni kukuibia gari na kila kitu. Wanaenda hawakuui, wanakupatia kama mimi sikunywangi pombe, ni wakupee pombe ama dawa zingine, unalala wanakuasha mahali, wanaenda na gari na kila kitu. Na juu hata kama gari hiyo ataenda wauze 1,100, hawana hasara, bora tu apate hiyo. Hiyo ni grupu moja. Ukitaka wakati wa danger Mwenyezi Mungu akuokoe, uwe umekaa maisha matakatifu, utauona mkono wa Mungu. Na ndio hapo ninasema wakati umekula umeshimba, tii ambayo Mwenyezi Mungu amekuagiza uyatii. Kama ni kutoa fungo la 10, kama ni kujitolea, ile maandiko inasema ukae vizuri na utii na utimize ambayo amekuagiza Mwenyezi Mungu. Inatokea mpaka na fungo la 10, sadaka ya kujipendea. Hizo wakati umefuna shakura ya kwanza kwa shamba yako, hiyo ya kwanza lazima iwe uitoe yote. Hii ni maandiko, msome. Sitaki kufinyilia hapo sana. Ni yako wewe usome uelewe. Unakaa namna gani na Mwenyezi Mungu. Naye wakati wa shida, Biblia inanielezea atakuokoa. Huo ulikuwa ni siku hiyo, wakati hiyo, na akaniokoa. Hiyo ni kesi moja kati ya mingi ambazo Mwenyezi Mungu amenitoa kwa matatizo. Yes, welcome. Nasema
ukitaka kuona wokovu wa Mwenyezi Mungu na uwe at the safe side wakati kuna shida, kaa vizuri ndani ya Kristo na utamuona. Na unajua sometimes mtu ana enjoy hii protection. Sometimes huwa nina enjoy this kind of lifestyle. Maana inakaa ni kama mtu anaonaga wale wanakuona wanashindwa kuelewa, na hawajui huyo Kristo ambaye anakulinda ako within. Ndio I'm afraid mimi ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, mimi ni rafiki wa Kristo, na everyone in this world is entitled to be afraid with Jesus, and more so zaidi ya rafiki sana. Maana huyu mwana wa Mungu ako uhai, na wakati Kristo alisulubiwa hapa duniani akafa na akafufuka, baada ya kuja katika wale mitume, kuna kitu moja tu alikuwa anaambia wenye doubt, akina Thomas, siamini. Hawaelewani na Mwenyezi Mungu, hawaelewani. Wenye doubt, hawaelewani na Mwenyezi Mungu. You know, wewe unajijua umeokoka, lakini doubts zile uko nazo ndizo zinasababisha Mwenyezi Mungu asitrade katikati yako na yeye. Maana hizi doubt ni wewe, hizi ni wewe. Angalia mpaka John the Baptist amemuona Kristo, lakini akiwa ndani anatuma wanafunzi, hebu endeni muulize. Na ujue John the Baptist ndiye Elijah ambaye alienda na mwili. Maandiko haya, na ukitaka kuyasoma, unajua naambia watu hamsomagi maandiko, mnaona kama ninawasomea. Watu hawasomi maandiko, wanapenda tu ni wapi kumeandikwa. Huwa ninarudia hii. John the Baptist, ukisoma katika kitabu ya Matthew 11 kamstari 13 hapo uendelee, until the time of John all the prophet, until the time of John all the prophet and the law of Moses speak about the kingdom, and if you are willing to believe their message, John is Elijah whose coming was predicted. Listen then if you have ears. Hii ni mambo Yesu Kristo alikuwa anaelezea wanafunzi. John is Elijah ambaye alienda na mwili. Matthew 11, when soma yote hapo kuanzia the message from John the Baptist. Hapo Yesu Kristo aliaddress wanafunzi wake na akaambia John is Elijah. Verse 14, if you are willing to believe their message, John is Elijah. John is Elijah ambaye alienda na mwili, John the Baptist. Now the issue is here. Biblia inatuelezea mahali kwingi, wakati huo wa kukaribia mwisho, Mwenyezi Mungu atamtuma Elijah akuje duniani. Alikuja hata kabla Kristo hajazaliwa. Alikuja wakati mbele ya Kristo. Maana Yesu Kristo alipoanza kuhubiri, John the Baptist ndiye alikuwa anahubiri, na John ni Elijah. Tumebakia wapi? Nilikuwa naongea kuhusu mambo ambayo Mwenyezi Mungu amenitendea katika maisha. Sikia lingine ni hili. Hapa juzi nikiwa nimeenda kasi, hizi kasi tu ninafanya, nikaingia kwa petrol station fulani, siisemi, na nikakunywa chai kwa maana kuna hoteli, sijui sonda. Nilinunua kitu wewe. Sasa saa ya kutokea kwa barabara, nikaona kuna mahali kuna shomwa, hii choma ya kuku. Kuku ambayo imeekelewa nusu tu, inakatako mara 4 kwa mwili, 4 pieces. Sasa hii iko na mguu ya mbele, imeekelewa pale. Sasa nikienda kutokea kwa petrol station, nikaona mtu amezishoma hapo, ni nzuri, na kuna bar next hapo. Lakini nikabushe tu iko karibu na barabara. Nikafikiri ninunue kapisi moja hapo juu, ilikuwa masaa ya saa 7 nikule. Now nilipotoka kwa gari nikaingia hapo, nikaambia huyu jamaa nikatakatie nikule. Naye akaniambia hizi
hazijaiva, ngoja nikutengenezee hii juu ndio imekaribia. Ikanibidi nifunge idhaa hapo kama dakika 10 ili afanye vile. Ile kitu sikuwa ninajua ni kwamba huyu jamaa ni kati ya cartels ya wale watu ambao huwa anashika watu mateka, alafu anakaa na wewe siku kadhaa. Nikiwa nimegojea ile kitu hivi, akaniambia uingie ndani uende ukae. Sasa kuna kabuchari na nitaingia kwa kanu mwingine. Ninaona iko wazi ndani. Imetengenezwa, kuna meza na ni safi. Nikaingia. Nikojea animalizie hii ili ikiiva nikatakatia, alafu aniwekee tu chips nikule. Nilikuwa ni saa 7. Na akaniambia itatake kama kitu. Ilikuwa kama 10 minutes hivi ili iwe tayari. Sasa katika hiyo commotion ya kugojea hiyo dakika kadhaa, yeye akachukua simu na akaongea. Sijui aliongea nini. Within 5 minutes kutoka dakika hiyo, nikiwa nimekaa ndani ninaona nje, kukakuja wanaume kama 5, nono kama wakubwa kama mimi. Now nikiwa nimeketi pale, kuna haja ya kuwa na Kristo. Wale wanaume wakakuja, ninawaona nje ya bar ya hii buchari nje. Jujiko imewekwa upande wa nje wa hii hotel buchari. Ndani kuna nyama na nini na nini. Sasa kuna hii mlango ya kuingilia, ninaona nje nikiwa pale ndani. Juu ile room ya ndani iko na kimlango kubwa. Sasa nikaona wanaume wanasuguka wakiniangalia. Nikaona wa kwanza, wa pili, wa tatu wakakuja kama 5. Kwa hii butchery kulikuwa na kamutura inaitwa African sausage ya kitu inchi 8 hivi, tumetengenezwa tuzuri. Nilisikia wakiuliza, wakaelezewa ni 100. Sasa angalia, niko ndani, wao wako nje. Sasa huyu mmoja ni a very rough akionekana. Walikuja na kagari wewe. Akasema hii kamutura unauza pesa ngapi? Akaelezewa ni so moja. Kako na kitu kama inchi 8 hivi. Wakasema si utayarishe moja tukulie pale ndani. Sasa hii nikaangalia wanaume hawa ni 5. Wamesimama kwa huyu mtu wa kuuza na wananiangalia, hata hawana shughuli na hii mtura wananunua. Wakasema tukatakatie hii tukulie pale ndani na uweka kashubari na nini. Sasa nikaangalia wanaume 5 na ile kamutura ambayo ni ya inchi 8 wanataka kukula. Dhamira yangu ikaniambia si kuzuri. Nikauliza Kristo, ni aje? Unajua Kristo alinijibu immediately, ni waizi hawa. Nikauliza wa aina gani? Kabla hujauliza maswali, toka. Yule jamaa ambaye alikuwa anasema katakata, akasema ngoja nioge mkono. Ndiye alikuwa wa kwanza. Wengine wakapanga laini hapo nje waoge mkono. Sasa wakati alimaliza kuoga tu mkono haraka haraka, wanataka wanitarget kabla sijatoka hapa ndani, waingie pamoja na mimi hii hapo. Unajua target yao ni nini? Nikiwa ndani wanitolee gun na waniambie nisiongee, ninyamaze. Watoke na mimi, waende waniweke kwa gari yangu na 3 waingie pamoja na hiyo gari yao, ikue watu 2 kwa gari yao, 3 kwa gari yangu. Nikauliza Kristo niseme, akaniambia usiulize swali, toka kwanza. Sasa huyu jamaa wa kwanza wakati alianza alioga mkono, akikuja kuingia tu katika hii, alipita kabucha aliingia mlango ya ndani. Sasa ili afukuja mahali niko, tulipitana naye kwa mlango. Aliniangalia hivi nikiondoka. Na hao wengine nikaona ni kama wanataka pale kwa mlango, ni kama wanataka kunifungia nisitoke. Lakini ikawa ni mchana, kumejaa magari, watu wamejaa nje. Hawakuamini nimetoka. Umuhimu wa kuwa na Kristo ndani yako. Umuhimu wa kuwa Kristo ni mwokozi wako. Umuhimu wa kukaa maisha matakatifu. Hayo ndio mambo tunaondokea. Sasa wakati huyu mmoja tumepitana naye kwa mlango, wengine kitabu wasema waoge, walikuja tu kwa mlango ya butchery, nikana wanataka kufunga. Na mimi nikawa Roho Mtakatifu amenipea nguvu Kristo ya kuwa swift. Kitabu wa decide kufunga hapo ili wakiwa 4 nisitoke. Nikawa nimetoka. Maana mwenye butchery ndiye niliongea naye kama nifungie hiyo kitu nikitoka. Hawakuamini. Hivyo ndivyo tunafanywa na Mwenyezi Mungu wakati tumekaa ndani yake. Matatizo na shida ambazo zinatukujia anatuepusha nazo, na ana make sure unahisi mpaka unaona symptom ili ujue ni yeye. Nilitoka na nikaambia huyu jamaa nifungie,
hawa wanaume hata hawakukula ile kamutura, wote walikuja wakasimama hapo mahali kuna inakatakatiwa, wakaikula na hiyo mambo ikaisha, na ikaisha namna hiyo. Hivyo ukikaa vizuri ndani ya Kristo, huwa anakuepusha kwa mambo na aina hiyo. Unajua leo nimeamua nitoe ushuhuda kadhaa, maana sitaki tu nitoe ushuhuda ya mambo ya wakati ilipita. Mtu asemanga na hiyo ushuhuda mpasta anasemanga ilikuwa ya mwaka kama 3 hivi imeisha ama miaka 5. Hizi ninatoa ushuhuda ambazo za mambo ambayo nimetendewa na Mungu juzi tu hapa karibu. Hapa tu nikiwa tu nina kwa makidi nikiongea nikiwa tu kwa hii platform yangu. Napenda huyu Kristo. Lakini kuna hili jambo moja, kuna hili issue, kuna hii moja ambayo mpaka siku ya leo nikiikumbuka huwa ninasikia moyoni uoga kiasi. Na sio uoga wa kuuawa, ingelikuaje? Nikatoka hapa, nikaingia kwa hoteli fulani kwa barabara tu. Ni mahali tulikuwa tumezoea kwenda na bibi yangu, tunakunywa chai saa. Tunashukuana, tunatoka kwa nyumba, namwambia twende mahali fulani tukunywe chai tukiwa pamoja, alafu turudi nyumbani. Sasa nikimaliza kazi Saturday, nilikuwa ninakuja na mshukua, tunaenda kwa hiyo ka joint, nikakivu akana bar na kako karibu na petrol, kako tu kwa petrol station. Tukaenda mahali pale na tukaingia. Sasa tulikuwa tunaenda na bibi yangu hapo beleni. Lakini in this particular day nilikuwa peke yangu. Nilimaliza kazi, nikikuja nyumbani nikasema ngoja niingie nikunywe tu vile nimezoea. Ni classic hotel. Classic, nikaita kakif. Kazuri. Maana ukiona estate mahali unauziwa shai 100 na kwingine inatoka 30 na 20. Ni kazuri. Nikaingia. Sasa wakati wa kuingia kwa hiyo petrol station, kuna parking zimejaa hapo. Nikaegeza gari yangu mahali niliegeza. Na ghafla nikitoka tu kwa mlango ili niingie kwa hoteli, nikaona kuna mtu ananikujia kutoka upande wa nyuma. Juu nimepark gari nitokee upande wa right. Nikienda kuingia kwa hoteli lazima nisunguke mbele ya gari ili niingie kwa hoteli. Nyuma upande wa left, nikaona jamaa anaingizana na mimi kwa hoteli, na tukaingia na yeye. Nikakaa kona ile na mimi nikakaa na yeye akakaa kona hii ingine. Nikaitisha chai na dazi. Napenda sana. Sitakagi hizo chakula mingi wakati zinapikwa kwa hoteli, maana zingine zimekaa ni kama kama sabusa ikitengenezwa ikae masaa mingi inakuwa na hiyo gas, sipendi. So ni chai na dazi. Niliitisha na nikakunywa pole tu. Lakini nikiwa ninakunywa, ule jamaa ambaye tuliingia hoteli na yeye amekaa kona ile na mimi nimekaa kona nyingine, nikawa naona ananiangalia sana. Mawazo yake iko kwangu. Kisha mahali niliketi kuna kioo kubwa ambazo zinawekwa tint. Ukiwa nje huwezi ona ndani, lakini wewe ukiwa ndani unaona nje. Kulikuwa na gari kubwa sana hapo. Zile gari kubwa tunasemaga kila mtu anaweza tamani kuwa naye. Kubwa. Hiyo gari kubwa iko nje, imeegezwa kwa parking, ikiwa inaelekeza uso wake mahali kwa hoteli, na kuna kioo kubwa. Sasa nikiwa ndani, nikawa ninaangalia nje. Hiyo gari ilikuwa na wanaume kama 6. Hii wanaume 6 walikuwa na stori zao tu hapo nje ya gari. Nikawa naona wanaangaliana, na katika hii kioo ya tint kuna mahali imewekwa ni kama futi 5 hivi, alafu juu sasa ni ya mwangaza. Wewe ukikaribia pale ukiwa nje, kuna vile ukiwa futi 5 hivi kama sehemu hii tint imewekwa chini. Tukiwa tumeketi kwa hoteli hatuonekani, lakini wale wako nje juu kuna corridor, akikuja kwa kioo atakuangalia ukiwa ndani, maana tint imewekwa kiasi. Upande wa juu hakuna. Sasa nikaona kuna mtu amekuja kwa kioo akaniangalia nikiwa nimekaa ndani, na juu mimi naye ninaona through tint, ninaona vile wanafanya. Nikaona wanaongea story wakiwa ameniangalia. Kila mmoja anakuja ananiangalia kwa hoteli,
Na ule tumekaa naye kwa hoteli akiwa kona ile, ninaona story, hana mambo ingine, ameniangalia. Na kisha kulikuwa na wamama wawili walikuwa wameketi katikati yetu na hii mesa yetu na ile mahali nilikuwa. Kulikuwa na wamama wawili walikuwa wanakula story. Kumbe walikuwa ni grupu moja yote. Kuwa na Kristo ndani yako, mambo hayaendagi vibaya. In fact, mkisikia leo nimekufa niseme hivyo na siendi, nitakuwa nimejua already ninaenda. Lakini niko na watoto wa kulea ambao ni wadogo. Sometimes watoto wanafunga mtu. Na sitaki kwenda mbinguni, maana hii kazi ni tamu. Nataka hii taji yangu izidi kung'ara. Maana kulingana na kazi ambayo Mwenyezi Mungu anaifanya, ananiagiza ninaifanya, taji yangu inazidi kung'ara. Sasa tukiwa tunaongea hapo, nimekunywa chai yangu. Sasa nikasikia Kristo akanifungua mawazo tu mara moja wakati tunaangaliana na hawa watu. Naye shetani akaomba ruhusa aweke uoga ndani yangu. Nilisikia kutetemeka kiasi mpaka nikiwa nimeshika ile chai na ikiinua ninaona mkono inatetemeka. Yule jamaa akajua already nimeogopa. Sasa see this. Wale watu wako nje walikuwa na kamtu kafupi, kanakaa rafu, na kako na kofia, hatuangaliane vizuri. Sasa akashukua huyu mtu mfupi, walikuwa kama watu 6 hapo nje. Akashukua maji na chupa half liter hiyo. Hawa wanaume wote wakapanga laini lulu, wakamwagiliwa kila mmoja kidogo kidogo, anajipaguza naye asifu ameoga, anafanya hivi. Alafu sasa ile mguu ya ile gari kubwa ilikuwa imekatwa upande wa right, imetoka nje. Baada ya kumwagilia hawa watu wote maji, akamwagilia ile mguu ya gari ile tu maji ilibaki. Sasa akiwa anafanya ile kazi, naye Kristo akawa ananinenea. Akaniambia, unaona huyo anafanya hiyo kazi ni mganga. Yeye ndiye huwa anaganga hawa watu wote ili wakifanya kazi ya wizi ama waibe kitu fulani hawezi patikana. Yeye ni mganga, huyo anafanya hivyo. Na kuna mahali Biblia inasema, Kristo akasema, waganga na wachai na hawa watu wote mtakuwa na wao, lakini hakuna kitu atafanya. Lakini shetani alikuwa ameomba kitu moja, aweke uoga ndani yangu. Nilistuka, nikaanza kutetemeka kwa mwili. Hiyo siku sijaisahau. Nikauliza Kristo, why today namna hii? Huyo ni mganga na amefanya hivyo. Unaona, wanamwagilia na maji, wanasema yako imekwisha. Sasa nikiwa hapa, kati ya wale wanaume ambao wamemwagiwa maji, mmoja ambaye alikuwa ni dereva wa hii gari akaingia kwa hoteli, akaja akaongea na yule jamaa ako pale kwa kona. Nikajua kumbe mko daraja moja, mko class moja. Sasa hapo uoga Mwenyezi Mungu akanimalizia. Kristo akasimama na mimi, akaniambia, usiogope, nitakutoa kwa hii. Lakini hii ni a bit tricky. Maana yule mtu unaona ni mchawi na ako na nguvu. Hako kama mtu kingine unaona kasilimu. Hako ndio huwa kanafanya kazi ya kuua, maana hako hakaogopi. Hawa wengine hawawezi kubali. Huyo ndiye muuaji kati ya hawa. Ukikaangalia hako kanasemekana nikakuua. Rafu. Kafupi tu rafu. Well, nikauliza Kristo, nifanye nini? Mahali nilikuwa ninakunywa chai, kuna wasichana wawili na hatujuani kuongea, lakini huwa ananiuzia. Mmoja akaenda akakaa kwa kona ya hoteli mahali ndani kitchen. Ni mimi, ananiangalia katikati ya woma mbili zilikuwa hapo. Ananiangalia mpaka ananionea huruma. Tulipoangaliana na yeye, nikaona uso wake vile ameutoa. Kristo akaniambia, ishara ambazo unaonyeshwa na huyo msichana, yeye ni mmoja wa hii group na anajua kazi imemalizika, lazima leo apate kitu. Kristo aliingia katikati yangu na uso wa huyo msichana akaniambia, huyu ni mmoja wao. Na target huwa anafanya, wao ndio huwa anaitana. Wamekumonita siku kadhaa, unakujaga hapa, wanakugojea ukuje ukiwa peke yako ili ishe. Nikauliza Kristo, nifanye nini?
Kaniambia usiogope, nitakuonyesha. Kristo anaweza kukunyamazia mpaka 12 of the hour. Wakati imebakia tu kidogo uwekelewe kisu, anakupea way out. Nilitoka, nikasimama, nikatoka. Wakati ninatembea ili nitoke kwa mlango, naye yule jamaa ule tuliingia naye kwa hoteli akanifuata nyuma. Sasa tukitoka kwa mlango, ako nyuma yangu kama futi 3 na haongei na mimi. Nikauliza Kristo nikiwa kwa mlango nifanye nini? Akaniambia fanya hivi. Si gari yako ndio hii. Nilikuwa nimepaki gari immediate kwa mlango ya hoteli. Nikaelezewa jifanye vile maringo, usuguke gari upande wa nyuma, utoke na nyuma ili ukuje upande wa light wa mlango ya gari yako. Ndivyo nilifanya. Nilipofika tu mwisho wa gari pale upande wa left nyuma ili nipige kona, Kristo akaniambia, unaona jamaa already amekuja mpaka kwa mlango yangu juu anaona niko na maringo, nataka nitokee upande wa nyuma, nikuje nifungue upande wa right mlango. Already alikuwa amefika kwa mlango yangu, anataka aniongereshe kabla sijafungua mlango. Nilipofika tu kona ya nyuma ya gari, Kristo akaniambia usiingie, usiende sasa. Usipige kona. In fact, alitwist miguu yangu. Nikamuuliza nifanye nini? Akaniambia enda mpaka hii petrol station. Huko mwisho, enda. Nilitembea tu nikatoa simu. Swaki ndio hiyo. Nikaanza kuscroll. Unajua nilikuwa ninapigia bibi yangu nimwambie niko hotelini katika hatari. Simu hiyo nikatoa. Nikapiga. Yule jamaa nilipigia wa kwanza alikuwa ni yule aliniuzia hiyo gari juu alikuwa hapo. Ana lori inafanyanga kazi hapo. Sikumpata. Kristo akaniambia wewe enda mpaka mwisho wa hii petroli. Mwisho kabisa ni kubwa. Nikaenda mpaka mwisho. Nikauliza baada ya kufika mwisho nikauliza nifanye nini? Akaniambia ongea na huyu jamaa. Umuulize tu swali kuhusu huyo mtu ulikuwa unajaribu kupigia simu. Nikauliza, alikuwa ni makanika na mtu mwingine wameketi hapo. Na ninajua fulani na ninajua anakuaga na lori hapa. Mumemuona leo? Yule jamaa wakaangaliana wakasema hapana. Akaniambia hebu enda uulize wale. Kuna wengine walikuwa wamefungua bonnet ya gari. Kumbe hii grupu ni yote moja. Sasa wakati nimefanya hivyo ndio Kristo alikuja sasa. Na hii ushuhuda nishaitoa wakati moja. Akiwa na gari nyeusi. Akakuja akafunga mahali hawa waizi wanaweza tokea in case nikigurumisha gari niondoke. Kristo alinitoa kwa hiyo. Akaniambia imeisha, enda uingie kwa gari yako na uende maana nimekuokoa. Ukitaka kuona msaada wa Kristo lazima ukae vizuri. Hakuna alternative. Lazima ukae vizuri kwa Kristo. Unajua tunaongeaga hapa unaona kama ni mchezo. Ukitaka bibi mzuri na wewe ni kijana na umeokoka, kaa vizuri. In fact, God will give you the best lady for you. Ile bafu yako atakupea. Lakini ukae maisha matakatifu. Sio unajaribu hapa na hapa na hapa na hapa na hapa. Kama wewe ni msichana ukitaka uwe na bibi na bwana ambaye ni Mwenyezi Mungu amekushadulia, hata kama hakuongereshi, kaa maisha matakatifu. Atakuelekeza polepole kwa yule ambaye anakufaa. Lakini ukae maisha matakatifu. Maandiko inasema tafuta ufalme wa mbinguni kwanza na mengine utaongezewa. Hiyo ni neno. Ukitaka kuona Mungu akikutendea, kaa maisha matakatifu. I'll never fail to remind you that. Na juu watu wengi mpaka wale wanaaminiwa wengi wamegeuka wamekuwa mafisi. Elijah alipokuwa anatoroka ili aende mlimani akaambie Mwenyezi Mungu ni mimi tu nimebaki. Kristo Mwenyezi Mungu alimwambia kunao 7,000 hawawezi wakainamia hizo miungu. Wewe uwe mmoja ambaye wametengwa na Kristo nyakati zetu hamwezi mkainamia. Na ukitaka kukula mema, tii na ukae maisha matakatifu, mema ya dunia utayapata. Na nimesema, wewe ni kijana unataka mke mzuri, kaa maisha matakatifu. Wewe ni msichana unataka bwana ambaye ni wa baraka kutoka kwa Mungu, kaa maisha matakatifu, utaletewa. Na usijali utakaa miaka gapi.
nimejionea mama ambaye amepewa bibi bwana na Mungu akiwa na 43 years akiwa virgin. Sio lazima uwe virgin, juu maybe ulikuwa unaisha maisha hapo mbeleni ambayo si matakatifu ukaokoka, lakini amepewa bwana akiwa na 43 years. Na baada ya kupewa huyu bwana akakaa na alikuwa tajiri, akamwashia zaidi ya shamba ekari kama 1000 juu ya kuishi maisha matakatifu. Ukitaka kula mema ya Mwenyezi Mungu, kaa maisha matakatifu. Na brethren, ninawaambia hivi, maana sometimes watu wanakaa kwa wokovu wanaona ni kama wameshelewa, wanaanza kujitafutia. The greatest mistake you can do in this world ni kuona Mwenyezi Mungu amekaa sana uanze kujitafutia. The moment una decide tu kuasha, hapo tu ndio Mwenyezi Mungu anakuaga karibu sana akutimizie. Naye shetani anakuelezea haiwezekani, unalafiatuka, naye Mwenyezi Mungu anatuma nabii kwako, ama ile kitu imekuwa ikikusubua unaiona ndio hii, lakini Mwenyezi Mungu anasema juu huku faulu si yako, inakuponyoka. Brethren, unajua Mwenyezi Mungu ndiye huwa ana create wanadamu. Ukimeki mistake moja maishani, tuseme kwa mfano uolewe na mtu ambaye si wako, jisoeshe kukaa na yeye, maana makosa ni yako. Ukipata mtu ambaye ni bwana na si yule alikuwa akufae, ulikosea, jifundishe kukaa na yeye. The issue ya kujitafutia bwana ni sawa, lakini washa iwe ndani ya Mungu. The issue ya kutafuta bibi ni sawa, lakini washa iwe ndani ya Mungu. Na hii hali ya kukaa maisha mara mbili, leo ni Mungu, kesho ni huyu, Mwenyezi Mungu atasimama siku moja na atakuanika saa 7 ya mchana ukiwa unaona kama ni mchezo. Kuna mtu nimepewa warning mara 2-3, nikamwambia mzee, washa mchezo na Mungu atakuanika. Akawa ananiambia I don't care. Hakuamini. Juu alikuwa mhubiri, alienda kanisani saa 1 akiwa anajua mambo tu ni sawa sawa. Na nilikuwa nimemwa. In fact tulikaa kama na yeye masaa 2. Nikimwambia mhubiri, kisho ya Mungu na ya shetani haziendani pamoja. Wakati unaruhusu shetani aingie kwa moyo wako na unataka Mungu, sometimes shetani huwa anakushinda. Juu ya mwili ni matamu. Usione, usifikirie hata sisi hatuoni wasichana na wamama warembo. Tunaona. Lakini ukihesabu gharama ya kule unaenda, unaona afadhali niashe hii. Nikamwambia washa kukaa maisha mara 2. Mwangaza na giza hasipelekani. Na Mwenyezi Mungu jua anakupenda, wakati atashoka na wewe atakuanika. Huyu mhubiri alienda kanisani Sunday kuhubiri vile anasoea, akiwa hajui ati bishop wao already amemtengenezea kumuondoa. Alikuja kwa kanisa na katika ile commotion bishop akaingia. Mahubiri kaendelea. Akiona kama bishop amekuja, bishop alisimama na akamwambia mbele ya kanisa, kuanzia leo wewe si mhubiri kwetu juu ya ABCD. Simu na message na marafiki wa mama, alikuwa na 3 sijui wangapi, anaandika message bofu. Hiyo kitu unafanyia kwa giza inakuja kuondoka, inakuja kuonekana na kila mtu. Na my brothers, divorce, you don't qualify kuitisha divorce juu bwanako halali na wewe, ati juu bibi yako anakataa kulala na wewe. Hiyo sio quality ya kudivorce. You don't qualify kuitisha divorce maana bwanako anakugombanisha, sijui amekunyima chakula, mara bwanako bibi yako anakufanya ABCD. Hold a bit. Ikifika kwa vita, hapo sineni. Ikifika lazima upigwe, hapo siongei. Separate. Na ugoje. Kama ni vita imetokea kwa ndoa yako umeondoka, usikibirie kusema Mungu nipatie bibi mwingine. Gojea.
Hata serikali kuna muda inapea mtu mkiwa mmeseparate ili asainiwe divorce kama mlikuwa mmefanya harusi. Na sijui inakuwa miaka ngapi. Ukisikia ni vita imekutoa kwako na umetoroka, usikibirie kutafuta bwana mwingine mkae na yeye ama bibi mwingine uoe, maana kuna muda unafaa kujipatia. Ukoje? Hosea alielezewa na Mwenyezi Mungu aende akaoe bibi yake ambaye alikuwa ni mmaraya. Unataka kuniambia Mwenyezi Mungu hakuwa na option ya kumpea mtu mwingine ili amuelezee aende huyo? Vile tunaona mambo na macho yetu sio vile Mungu anayaona. Mwenyezi Mungu ako na njia nyingine ya kuona mambo kushinda sisi. Na sio lazima ukiwa umeokoka bibi yako awe kwa mili ameokoka sawa sawa. Na sio lazima ukiokoka bwana wako awe sawa sawa kamili. Kuna wengine mtakaa na wao umeokoka kabisa lakini bwana wako haelewi. Umeokoka kabisa lakini bibi yako haelewi. Wewe ambaye umeitwa na umeokoka, uko na mtu kama huyo kwa nyumba yako, mvumilie. Maana ni Mungu alikupatia. Ni wangapi wamekosa mabibi? Ni wangapi wamekosa mabwana? Wewe kwa nini umepewa? Mimi nasemaga kwetu ya namba, wengi hawana mabibi, wengi hawana mabwana. Ni nini nimefanya mbele ya Mwenyezi Mungu anibariki? Ni mapenzi yake. Na sio kwamba ati nimekaa maisha mazuri ili nibarikiwe. No. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Brethren, kaa maisha matakatifu. Wakati wa shida, wakati kutatokea jambo baya, msaada wako utatoka wapi? Ama huo unatoka wapi? Unajua kunatokeanga kuna mama hapa alinyang'anywa hapa juzi akawa anatuambia, mimi tu nilikuwa Murang'a na akili ingine ikaniambia nitoke gari nikiwa Thika niende niingie kwa masista yangu nilale huko. Maana nilikuwa ninajua nikikuja Kayole nitanyang'anywa. Dhamira yako usikatae ama usikatae kuifuata. Dhamira yako ikikuelezea kitu ti. Huyu mama ametoka Murang'a anakuja Nairobi. Akiwa Thika, dhamira ikamwambia toka uingie kwa sister yako ulale juu already umeshelewa. Ilikuwa kama kitu saa 2. Alijua atafika Nairobi kama saa 4. Akaelezewa na dhamira, toka ulale Thika kwa sister yako. Alikuwa anatuambia tu. Dhamira usipigane naye, usipigane na dhamira. Na dhamira ya mwanadamu yote inakuwaka hai. Yule ambaye dhamira yake imekufa ni yule ameua mtu. Ukiua tu dhamira inaisha. Na hapa kwa abortion sijui namna gani, hapo sijaelewa vizuri. Dhamira yako usipigane naye. Huyu mama anamwambia nikiwa Thika dhamira ikaniambia shuka gari Thika. Uingie kwa sister yako ulale. Akakataa, akaipinga na akakuja Nairobi. Akafika Nairobi kama saa 3 na ikielekea saa 4. Akiwa tu amegojea, amebaki tu kidogo afike nyumbani. Akafikiri kwa duka ingine karibu na kwao ambayo inauzwa, akafikiri anunue kwa hiyo, aingie kwa hiyo duka dakika moja, anunue angalau mkate ya kukulua asubuhi. Akiwa tu nje ya duka, waizi wakakuja watatu. Wakamwambia kila kitu hapa. Kuna hizi ile pesa alikuwa amebaki juu alikuwa ameenda shuleni. Na alikuwa na simu na vitu vingine. Akaelezewa weka hapa. Alinyang'anywa kibeti na kila kitu. Sasa akituambia alikuwa anatuambia mimi dhamira yangu ilianza kunisubua nikiwa Thika, nikakataa kuisikia. Dhamira yako tunaitaga dhamiri na Kikuyu. Ikikuonyesha fanya hii, fanya. Maana ukikataa kutii vile dhamira inakuelezea, utaingia shidani. Na hakuna mtu duniani hana dhamira. In the world. Paka mtoto mdogo anakuanga naye.